kafanye kazi. Mungu amesema mwaka huu ameachilia uweza wake. Moja ya eneo ambalo mimi nataka, naamini na wewe unataka, huu uweza wa Mungu udhihirike ni kwenye eneo la uchumi wako. Na moja kati ya eneo watu waliookoka wamedharauliwa sana ni eneo la uchumi. Na moja ya kitu ambacho Mungu anataka kufanya sasa hivi ni kutuinua kiuchumi. Unanisikia ninachosema? Naongea kinabii. Mungu amesema katika Methali 13:22 kile kipengele B, ukianza A anasema mtu mwema huachia urithi watoto wa watoto wake, na utajiri wa waovu wa wenye dhambi umehifadhiwa tu kwa ajili ya wenye haki. Kwa hiyo all the riches, utajiri wote unaoona waovu wananyanyuka, Mungu ameona waovu wana akili ya kuweza kuendeleza. Kwa hiyo Mungu ameweka kwao, akisubiri wakati uliokubalika na watoto wake watakapokuwa, ili afanye kitu kinaitwa wealth transfer, uhamisho wa utajiri. Ndicho anachosema, kwa sababu Mungu anajua, nisikilize vizuri, ili injili yake iende mbele, lazima pesa iwepo kwa watoto wake. Ndio maana Biblia inasema katika Zakaria 1:17 anasema miji yangu itaenea kupitia mafanikio. My cities will expand through prosperity. Unanisoma mpaka hapo? Kwa Yesu anataka tufanye kazi kwa bidii. Go and work. Nenda kafanye kazi. Utakapofanya kazi, uweza wa kiungu utadhihirika kupitia mikono yako, kupitia ile kazi. Kama hauna kazi, Mungu hana mahali pa kudhihirisha uweza wake. Mungu hana mlango wa kukubariki. Amesema nitabariki kazi za mikono yako. I will not bless your stories. I will not bless your sleeping. Sitakubariki wewe umelala sana. Nitabariki kazi unazozifanya. Kwa hiyo mwaka huu 2026, ili tuone uwezo wa Mungu ukitupa matokeo makubwa, lazima tufanye kazi. Mguse jirani yako, mwambie amka. Ukiona mume wako haeleweki, mwamshe. Mke wako haeleweki, mwamshe. Asikwambie bado unasikia usingizi. Biblia inasema usingizi na kulala kidogo ndivyo umaskini unaokuja. Every person who loves to sleep is a poor person. No sleepers can ever be rich. No sleepers can ever be promoted in the office. Hakuna mlalaji atakayekuwa tajiri. Hakuna mlalaji atakayeinuka. Hata alichonacho kitachukuliwa. Mguse jirani yako, mwambie acha kulala wewe. Haujamgusa vizuri, mwambie acha kulala wewe. Mwambie tangu umelala umepata shilingi ngapi? Nani amekulipa kulala? Nilisema na ninasema, every diligent people they will live long. Kila mtu mwenye bidii ya kazi ataishi muda mrefu. Ni wavivu wanakufa haraka. Nataka kujua kwa nini wavivu wanakufa haraka. Wanakufa haraka kwa sababu kazi haiui watu. Kwanza kazi ni sehemu ya mazoezi ya mwili. Watu wanaolala ndio wanaokufa haraka. Ndio maana mtu anayelala ni kimbaumbau, lakini anaumwa kila kitu. Lakini pia maskini mvivu atakuwa maskini. Maskini atakufa hata na mbu, maana ana hela kununua hata neti. Chandarua. Ngoja nikuulize, sema ehe. Watoto wengi hawana akili shule. Si kwa sababu walimu hawafundishi vizuri. Ni kwa sababu akili ni dumaa, maana kupata chakula cha kutosha walipokuwa wadogo. Wakati mama anamnyonyesha, maziwa ya mama hayana virutubisho kwa sababu mama mwenyewe kala mahindi ya kuchemsha. Nenda hiyo mikoa, watoto wenye vichwa. Mama miezi mitatu, mtori supu. Tena lazima mama mtu amekushikia fimbo. Yaani ukimaliza mtori kuna uji unakungoja. Ukimaliza liangalia litoto likienda shule, kichwa kinachemka. Ni kweli au sio kweli? Mwaka huu msiwe rafiki wa mvivu. Na nitakupa maandiko. Sio mimi nimesema. Usiwe rafiki wa mvivu. Kwanza, mvivu asijue siri zako. Kama una mume mvivu, asijue una shilingi ngapi.
Mvivu hajui kutumia. Mvivu hajui thamani ya hela. Ni kweli au sio kweli? Nilisema asubuhi, kama mwewe kutembelewa na watu ndugu ambao ni wavivu, utajua. Sawa sawa? Atakula mkate, atatupa mwingine kwenye nini? Dustbin. Umeshakutanaga na watu? Ametupa mkate kwenye nini? Au ataacha mkate mpaka uoze. Nyinyi watoto mmekuja hapa nimewanunulia mkate. Mtu aliyefanya kazi akanunua mkate, kuliko utupe atauchoma. Hivyo unajua kuna matajiri maskini anamwaga wali, tajiri anapasha moto ananywea chai. Kweli. Mwambie jirani yako nakupa dondoo. Ukiona unatupa chakula wewe ni mvivu, sio tajiri. Tajiri anavaa jasho. Unaona vile vya watu vinakaa pale nyumbani kwako, unawaletea matunda, wanaacha matunda yanaozea pale kwenye tray. Hata kujarishia kwenye friji basi yasioze. Na wanayaona yameoza na wanayapita unauliza watu ni watu au robot? Yaani wewe hujakutanaga na hao watu. Mimi wameshakuja kwako. Yaani na ukiwa nao please tembea jikoni. Nyanya zitaoza. Na unaweza ukawa na watu nyumbani au unakuja ukatoka sokoni umenunua kila kitu. Sasa ukaambia muoshe mweke kwenye friji. Kesho yake ukipita unakuta viko kwenye mfuko wa nailoni. Vimeoza havijaoza? Can you imagine stupid? Andika, wavivu hawana akili timamu. Ya. Ukioa au ukiolewa na mwanamume mvivu, peleka kwenye hospitali ya Lazaro. Am I preaching here? Wavivu hawana nafasi umwaka. Acha biashara, watu wachinga wanakuja kanisani, ibada itoke niombe pesa. Muombe pesa. Umesikia na kiwanda ya kuzalishia wajinga pesa? Hivi unafahamu amnaga mtu mwenye hela isiyo na kazi hayupo. Andika, wavivu huwa wanakuaga na hela isiyo na kazi maana hawajui imetoka wapi. Ngoja nikwambie, alisema mchungaji nani yule? Yule wa KKT kule Dar es Salaam. Aliona alisema hakunaga tajiri mjinga. Usije hata siku moja ukagogo ukasema tajiri yangu hana akili. Akasema mjinga hawezi kupata pesa. Akasema kupata pesa sio mchezo. Kupata pesa na maji. Akasema watu wanapata pesa mpaka maji. Hapo anafikiria mtu ana hela unamwita mjinga. Sahau. Wajinga na pesa.